Karibu katika habari za michezo kitaifa na kimataifa. Kabla hatujaanza habari zetu za leo, nikupe taarifa ya kuwa Dar es Salaam Young African ya kocha Romain Folz imepata sare ya bila kufungana dhidi ya Mbeya City uwanja wa Sokoine Mbeya. Naam, kesho ligi kuu ya NBC Tanzania bara itaendelea Oktoba mosi kwa mchezo unaotarajiwa kuwa wa kusisimua kati ya Simba Sports Club dhidi ya Namungo, mchezo ambao utachezwa katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam saa 10 kamili jioni. Simba wanaingia kwenye mchezo huo wakiwa na morali ya hali ya juu baada ya kupata ushindi katika mchezo wa ligi uliopita dhidi ya Fountain Gate. Kuelekea mchezo huo, kocha wa klabu ya Simba Suleiman Matola amesema kuwa licha ya Namungo kufundishwa na kocha anayejua falsafa za Simba, ila bado watapata matokeo ya ushindi. Maana nimesema haitakuwa mechi rahisi kutokana na mwalimu aliyekuepo kule, ni mwalimu ambaye tulikuwa naye sisi, anajua Simba ilivyo. Kwa hiyo nimeweza kusema kwamba haitakuwa mechi rahisi, tutakwenda na tahadhari kubwa sana, lakini yote kwa yote pamoja na ugumu wao na mwalimu, pointi 3 muhimu kesho ni muhimu kwetu sisi. Kitu ambacho tumejiandaa nacho ni kupokea yale ambao walimu wameona ni mapungufu kwa wapinzani wetu kesho ambao ni Namungo. Kwa hiyo sisi tupo tayari na tunaamini inshallah matokeo yatakuwa mazuri kwa upande wetu kesho. Kwa upande wa Namungo, kikosi hicho kimeahidi kupambana kwa nguvu zote kuhakikisha wanavuna matokeo chanya. Kocha Juma Mgunda amekiri kuipa heshima Simba Sports Club licha ya kutambua ugumu wa mchezo, lakini bado ana imani na kikosi cha Simba. Tunawaheshimu Simba kama kanuni inavyotaka, lakini tuko tayari kucheza na Simba kesho. Tushindane. Baada ya mchezo wa kesho, hayo matokeo mengine tutajua, wote tutajua, au sio? Vinginevyo hapa tuingie kwenye kazi ya taaluma ya utabiri. Nani ana taaluma hapa? Nani mjukuu wa shehe hapa? Katika mchezo wa kesho, sisi kama Namungo tumejiandaa vizuri. Tumepata muda mrefu wa kufanya mazoezi tangu tumecheza mechi yetu ya mwisho. Na mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC utakaochezwa kesho ni Mbweni katika uwanja wa Meja Jenerali Samoyo saa 1 kamili usiku. Azam watakuwa wageni wa JKT Tanzania. Kuelekea mchezo huo, kocha wa Azam Flore Ibenge amesema kuwa hana pressure yoyote kuelekea mchezo huo. Mpira sio mchezo wa pressure, ni mchezo wa mbinu na uthubutu uwanjani. Football is not pressure for me. I like football, so it's time I have a game. Mpira sio mchezo wa pressure kwangu. Napenda mpira, napenda kucheza. Hatujutii tukiwa na mchezo mzuri. Mechi kubwa inapaswa tufurahie na sio kuwa na pressure ya mchezo. I don't have any regrets when I have a good game. Sisi kama wachezaji tunajua mchezo wote ambao uko mbele yetu ni muhimu. Kwa hiyo mchezo wote ambao uko mbele yetu tutapambana ili kuipambania Azam FC na kupata alama 3 katika mchezo ambao uko mbele yetu. JKT Tanzania wapo nyumbani, ndio wenyeji wa mchezo huo. Kocha mahiri na hodari kweli Ahmad Ali amesema kuwa ni muhimu kwao kutumia nafasi watakazopata katika mchezo huo, kwani hautakuwa mchezo mwepesi hata kidogo. Inaweza kuwa tofauti na Coast. Tunaweza create chance chache tukazitumia, ama tunaweza create kabisa kulingana na opponent. Tunatakiwa kuwa bora kama nilivyosema mwanzo. Tunatakiwa kuwa bora kwenye matumizi ya hizo nafasi. Mimi nafikiri for me kama mwalimu I'm happy and proud kama timu inaweza ikafika na kucreate. So far ni vitu vichache ambavyo ni homework kwangu kuviboresha na kuwa kwenye hiyo top. Kama tunaweza kucreate 3 or 4 chances basi tuweze. Na hii leo Singida Black Stars wameweza kuiadhibu timu ya Mashujaa goli 1-0. Mchezo uliochezwa uwanja wa KMC Complex Mwenge Dar es Salaam. Wakati haya yakitokea Dar es Salaam, mashabiki wa Singida wametamba na kunadi huko Singida. Taarifa kamili na Elkana Obedi. Ni mashabiki wa klabu ya Singida Black Stars ambapo wametumia siku hii ya leo kuweza kusherehekea mafanikio ya klabu yao mara baada ya kuweza kuchukua kombe la Sekafa 2025 pamoja na kuvuka hatua ya kwanza kombe la shirikisho barani Afrika. Leo tunatafuta fupi ya mashabiki. Sisi kama mashabiki tunajipongeza sisi kwanza kwa sababu tumefanya kazi nzuri mpaka timu yetu kufikia hapo ilipofikia. Yaani timu yetu kwanza imechukua kombe la Sekafa kwa mara ya kwanza, anaenda kushiriki kombe la Sekafa Afrika Mashariki na Kati, alafu na mara ya kwanza yeye anaenda kulibeba na leta ndani ya mkoa wa Singida. Mashabiki wenye furaha nchini wa Singida Black Star. Acha bwana. Kweli kabisa, 100%.
Kutoka hapa Singida yalipo makao makuu ya Singida Black Stars, mimi ni Elikana Obedi kipensa mashabiki. Asante Elikana, na sasa na kupeleka katika habari za kimataifa. Usiku wa leo, mashabiki wa soka watashuhudia tukio la kipekee katika ligi ya mabingwa barani Ulaya pale Chelsea itakapowakaribisha Benfica kwenye dimba la Stamford Bridge saa 4 kamili usiku. Mchezo huu unakuwa na mvuto wa kipekee kutokana na kurejea kwa kocha Jose Mourinho nchini Uingereza kama kocha wa Benfica, klabu aliyokabidhiwa majukumu hivi karibuni baada ya kuachwa na Fenerbahce mwishoni mwa mwezi Agosti. Mourinho anakumbukwa kwa mafanikio makubwa alipokuwa Chelsea, akitoa mataji ya ligi kuu nchini Uingereza EPL mara 3, kombe la FA na kuweka historia pekee kama mmoja wa makocha bora zaidi duniani. Hata hivyo, changamoto kubwa kwake kwa sasa ni kuonyesha bado ana ubora wa kushindana katika kiwango cha juu cha soka, huku Benfica ikimtegemea uzoefu wake kuibeba mbele ya vigogo wa Ulaya. Kwa Jose Mourinho, kurejea Stamford Bridge ni zaidi ya mchezo, ni mtihani wa hadhi yake, ari na falsafa ya ushindi aliyojenga kwa miaka mingi. Swali kubwa linabaki ni, je, ataweza kuiongoza Benfica kushangaza klabu yake ya zamani, kuonyesha kuwa bado the special one hajamaliza moto wake? Baadhi ya michezo mingine ya UEFA hii leo ni Atletico Madrid dhidi ya Frankfurt, Galatasaray dhidi ya Liverpool, Monaco dhidi ya Manchester City, Napoli dhidi ya Sporting Club Portuguese, FC Barcelona dhidi ya Paris Saint-Germain PSG, Villarreal dhidi ya Juventus na michezo mingine mingi. Ripoti za michezo kitaifa na kimataifa. Mimi ni Hussein Bakari, Rodru habari, mwenye utajiri wa habari wa EATV.